Binti yangu? Shuwena Masudi. Kutoka wapi? Dar es Salaam. Na umekuja kujifunza? Ndio. Au ndio mwenye kampuni? Hapana, nimekuja kujifunza. Haya, asante. Naitwa Aziza Abdalla. Nani? Aziza Abdalla. Aliza? Aziza Abdalla. Kutoka wapi? Kutoka Dar es Salaam. Dar es Salaam. Mko pamoja na wote mmeingia pamoja? Hapana. Kila mmoja anaingia tofauti tofauti. Naam? Mimi tayari nipo kwenye kampuni. Uko kwenye kampuni. Jina la kampuni? Ni mahojiano baina ya vijana 9 wanaodhaniwa kuwa ni matapeli kwa njia ya mtandao kutoka mikoa tofauti hapa nchini na mwenyekiti wa mtaa wa Mji Mwema halmashauri ya mji wa Njombe waliokamatwa baada ya kushtukiwa na wananchi. Baada ya mahojiano na viongozi wa serikali ya mtaa, vijana hao wameeleza kuwa wanatoka katika moja ya kampuni ya biashara kwa njia ya mtandao yenye makao makuu jijini Dar es Salaam, ambapo hata hivyo wameshindwa kuonyesha vibali vya kufanya biashara hiyo. Ayo TV imefanya mazungumzo na Sara Mduvike ambaye ni miongoni mwa vijana hao, ambaye amesema kwa sasa wapo takribani mwezi mmoja mkoani Njombe na biashara yao inafanyika kwa kuaminiana baina yao na mteja kwa kutoa huduma ya tiba asili baada ya mteja kueleza maradhi yanayomsumbua, ambapo wao wanamwagizia dawa nje ya nchi. Hata hivyo, mtendaji wa kata ya Mji Mwema Theophil Mwinuka amesema vijana hao hawataruhusiwa kuendelea na biashara katika kata hiyo mpaka watakapowasilisha vibali vya kusajiliwa ndani ya siku 3, na hawataruhusiwa kukaa kwenye mtaa huo kama watashindwa kuthibitisha utambulisho wao. Hata wamiliki wa kampuni, sasa hivi tuna makampuni mengi hapa. Sawa? Wapo wanaonunua maparachichi. Mbona wote wanakuja kujisalimisha? Na wao wanakuwa na vibarua wao au watumishi wao wengi tu. Na wako wengine ambao wanataka ajira pale. Yule mwenye kampuni anaambia kwamba nenda kwenye ofisi ya serikali ya mtaa ukapate kitambulisho cha barua yako ya makazi. Tujue wewe unakaa kwa nani? Tuko wote? Sasa mnaweza ukakuta kama serikali inatunyanyasa. Sivyo. Au sio? Kabisa. Sisi ndio tunakiuka kanuni. Nani alaumiwe? Eti saa hizi si ajabu kama mngekuwa tayari umetekeleza vinani taratibu zenu zote, mngekuwa busy katika kuzalisha kuliko kutumia muda huu kupoteza kama vile kuhojiana kama hakuna maana. Sawa ndugu zangu? Nafikiri maelezo mazuri ameshasema mtendaji. Sawa? Ili tukamilike, tupate vile vibali vyote vinavyotakiwa. Utafanya shughuli zako kwa uhuru. Hawa wenyewe wamefika hapa hawajataka hata kujishughulisha kwenda kwenye ofisi zetu za serikali kujitambulisha, kwa sababu wanawahudumia wananchi wetu. Sasa wanawakusanya wananchi wetu, wanaenda kwenye ile nyumba, wanawapa maelekezo, wanawapa elimu, lakini wao hawajaja kwetu kujitambulisha. Kwa hiyo sisi tuna haja yoyote ya kusema hawa wanawatapeli wananchi wetu. Kumekuwa na changamoto kubwa sana mheshimiwa, ya kwamba kuna vikundi vinajihusisha na biashara za mitandao, wanatapeli wananchi. Kumekuwa na malalamiko mengi sana. Sasa sisi baada ya kuwa tumepata malalamiko, tukaanza kufuatilia kwenye kata yetu ya Mji Mwema. Sasa tumegundua kuna hawa ambao wako hapa wanajiita wao ni QNet, wanafanya biashara ya mtandao, na nimewahoji vizuri, wanasema kwamba wao hawana hivyo viinilishe na madawa kwenye ofisi yao au kwenye nyumba ambayo nimewakuta. Badala yake wanamshawishi mtu akielewa kwamba inatakiwa afya yake iimarike kwa hivyo viinilishe, wanamwambia atoe fedha, wanaagiza kutoka wapi? Japani na China. Wakishaviagiza hivyo viinilishe kutoka huko, vikishafika hapa, wao ndio wanasema wanamtafuta huyo mtu ili waweze kumpatia. Lakini sasa malalamiko ambayo tumekuwa tunayapata, hawa sio wa kweli, wanawatapeli wananchi wetu. Na mimi nilipofika kwao ili nijiridhishe kwamba wao wako halali kisheria, tunahitaji vijana wapambane, wajiingizie kipato. Kila mmoja anataka mpambane, mjiingizie kipato. Hakuna anayetaka msipate fedha. Wote tunahitaji mpate kipato, lakini mfanye kazi iliyo halali. Sasa nyinyi mnafahamu kabisa inatakiwa mjitambulishe kwenye serikali mnapofika. Hamjajitambulisha. Hamna vibali vyovyote. Mnaendelea kuwahudumia wananchi wetu pale. Wananchi hao wanakuja kulalamika kwamba mbona ile biashara pale hatuielewi. Kama wanataka watutapeli tuwapatie fedha. Sijui unaelewa. Kumbe mngekuwa mmejitambulisha kwetu, tumewapa taratibu zinazotakiwa, tumewakagua mmetimia, inakuwa ni rahisi sisi kuwafafanulia wananchi, na pengine sisi inakuwa ni rahisi hata kuwatafutia wateja.
Sasa hamjaja kuripoti kwetu. Sisi tunasema nyinyi mnawatapeli wananchi, kwa nini hamkuja kuripoti kwenye serikali? Na kwa nini hamjatimia? Kwa nini hamna vile vibali vyote vinavyotakiwa? Kwa hiyo sisi kama serikali ngazi ya kata pamoja na ngazi ya mtaa tumeona hawa tuje nao hapa ofisini. Baada ya kufika hapa ofisini, tujiridhishe kwanza walikotoka. Tujiridhishe kutoka walikotoka kwa viongozi wao huko walikotoka. Ni kweli ni wakazi wa huko? Ni wakazi walio halali? Wamekuja kwenye eneo letu, tuwapokee namna gani? Ni kweli walikotoka ni wakazi halali hawa? Wasije wakawa wanawahudumia wananchi wetu, lakini kumbe ni nani? Ni matapeli wanawafundisha wananchi wetu wizi. Hili la kwanza. Lakini jambo la pili, biashara wanayoifanya kama ni biashara halali, tunahitaji watupatie vithibitisho. Kwa maana kama wana utambulisho wa BRELA, lakini vile vile kama wana leseni. Sawa? Hivyo tunataka tuvione. Lakini jambo la mwisho, mimi ni mtendaji wa kata. Kuna mkurugenzi wangu wa halmashauri ya mji. Sisi taratibu zetu, biashara zote lazima zisajiliwe na kuwe kuna leseni. Leseni ni utambulisho wa biashara yako unayoifanya kwenye sehemu husika. Kwa majina yangu naitwa Sara Mduvike. Mimi nimetokea Iringa. Nafanya biashara ya kimtandao. Na tunafanya hii biashara kwa njia ya kimtandao. Kana kwamba yani mtandao unatumika kama kuagiza bidhaa. Kwa mfano, hizo bidhaa sisi hatunazo hapa Njombe. Kwa hiyo pale ofisini tunamwelekeza mtu biashara au tunamwelekeza mtu hizo bidhaa, kama atasema yes nachukua, kwa mfano kwenye upande wa mgonjwa wa pressure au kisukari. Sawa, akishaelekezwa, akisema hii bidhaa mimi naichukua. Sawa, maana yake tunatumia mtandao kumwagizia bidhaa, kwa sababu hatunazo hapa. Tunatumia mtandao kumwagizia bidhaa wapi? Injini Japani, mpaka inamfikia mpaka hapo ulipo kupitia nini? Kupitia mtandao. Na hawa wateja mnawapataje? Tunawapataje? Si kuna ndugu zangu, marafiki zangu nawapigia simu kwamba kwa mfano mimi nilikuwa na ndugu yangu mwenye ugonjwa wa kisukari. Nilipopewa maelekezo nikaona yes, hii hapa inaweza ikamsaidia, kwa sababu ametembea sehemu nyingi hajapata solution. Ameenda hata hospitalini hajapata solution. Kwa alivyokuja hapa akapewa maelekezo, tukamwagizia, siku akaitumia mpaka sasa hivi yuko fresh. Naitwa Upendo Ngailo, ila kwa jina la mtaani nafahamika kama Mama Ima. Ila kwa hili tukio nililoliona leo au vijana, kwangu alikuja binti mmoja. Alipokuja yule binti alinieleza kwamba alikuja kwa kuomba chumba. Nikamwambia mimi vyumba sina, labda tuone nyumba inayofuata. Kwa hiyo tuenda nyumba ya jirani yangu, tena kwa kuna nyumba ambayo ilikuwa ikaliwi, ni nyumba nzima ambayo ikaliwi na watu. Kwa hiyo tulimfuata mwenye nyumba, tukampigia, tukasema kuna watu wanataka vyumba. Wale wakasema, yule mwenye nyumba akasema sawa. Aliposema sawa, akaniambia kesho nitakuja. Sasa mimi nafanyaga usafi kwenye ile nyumba kwa sababu haikaliwi na mtu. Siku ya pili yake alivyokuja akaongea nao, alivyoongea nao akakwambia chumba kipo cha 10,000, 15,000 na 20. Hao dada wakasema wao kwa watatu. Katika hao watatu, wawili wataishi chumba kimoja na mmoja ataishi peke yake. Kwangu alipokuja kwangu kama mimi waliniambia wao ni wanachuo. Ila sasa hapo ndio sikujua kwa sababu ni chuo gani, kwa sababu ni vile waliongea kwa Kiingereza, sasa wengine hatujui kusoma. Yule kiongozi wao alikuja kuomba kama kuishi. Sasa mimi nikamwambia kachukue barua kule unakotoka, akaniletea barua ya utambulishi wa makazi, sio kufungua chuo. Bahati mbaya au nzuri, jirani ndio nikamsikia amesema pana chuo. Kwa hiyo nikawa bado naendelea kulifuatilia. Kufikia hapa vijana hawa, kitu gani ambacho kilikufikia siku ya jana? Jana kuna wakaka wawili walikuja nyumbani kwangu mimi. Kwanza nilipigiwa simu na jirani yangu kwamba hapo kwa jirani kuna baba wameingia mle ndani, mmoja amefungiwa ndani. Nikauliza huyo aliyepo nje ni yupi? Naomba aje anipe maelezo. Akaja. Nikamuuliza, kwani wewe huko ndani umeona nini? Anasema nimeona tu picha tu. Je, maelezo? Akasema mimi maelezo yao sijawaelewa. Hai, umetokaje? Na kwa nini umemwacha mwenzio ndani? Ikaonekana akasema nimetumia akili ya kuzaliwa.
Nikasema sawa, je, ukimpigia simu aliye ndani anapokea simu? Akasema hapokei. Hafu mbaya sana, yule aliyetupokea toka Gapiko mpaka hapo kwenye hicho kiofisi amezima simu.